Excellent Sports, na wakati una kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea leo yote kimichezo ambayo kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, kubwa zaidi kuelekea katika michezo ya kimataifa. Young Africans siku ya Jumamosi, mechi ya kibabe, mechi ya maamuzi, mechi ya kutinga katika hatua ya makundi. Je, watafanikiwa? Nipo na Master Tindwa, mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania. Master, uko vizuri? Ya, nipo vizuri. Uko sawa sawa? Nipo sawa kabisa. Hatimaye Young Africans mechi yao ni Freeport. Makelele yamekuwa ni mengi sana mtandaoni. Ya, ni maamuzi yao wenyewe, wamesema ni Freeport, watakwenda kuangalia. Muda wako ndio pengine ndio tiketi yako. Ni lengo, wanasema lengo ni kufuzu katika michuano hii ya Ligi ya Mabingwa, kuingia katika hatua ya makundi. Na kubwa zaidi wanasema kama pesa wakiingia makundi, kuna mgao ule wa kafu watapata. Na mechi hizo ambazo zitafuata kwa mbele wataweka viingilio na watapata, kwa sababu sasa hivi wanachohitaji sio pesa, sasa hivi wanataka heshima, hasa wakiingia katika makundi. Na kama hawatoingia, basi heshima itakuwa imeporomoka. Hiyo sawa, katika hiki sina kipengele chochote. Lakini in general tunaangalia mpira, football ni biashara kubwa sana duniani. Na unaona watu wanawekeza kwa sababu ya watu, ufuatiliaji wa watu na manufaa ya biashara yenyewe ya mpira. Na biashara ya mpira kuna maeneo mengi sana. Maeneo la kwanza ni gate collection, vile viingilio vya uwanjani. Lakini kuna maeneo mengine kuuza bidhaa mbalimbali ya klabu husika, na ama kulipia ada na vitu vingine. Vyote hivyo vinaingiza ama kupata wadhamini ambao wanadhamini hivi vilabu. Lakini katika eneo hili la kuingia uwanjani ni sehemu muhimu sana, na kwa sababu mashabiki ni watu muhimu sana. Mashabiki wa Yanga wameshazoeshwa hii tabia ya kwamba inafika game fulani wanakuwa wanasubiria. Mwisho wa siku ukisikia huru free pass wanajaa. Kikweli tunakoenda mpira ni thamani ya mpira na inavyotakikana. Mimi binafsi naona sio vema, kwa sababu sio game ya kwanza Yanga kufanya free. Walifanya game na TP Mazembe, game na Mamelodi Sundowns, USM Alger, game na El Merreikh, enzi hizo za Manji tuliona. Lakini nadhani kama Yanga game hizo zote walikuwa wanapambania matokeo yaliyo bora, lakini katika hizo game zote za free hawajapata matokeo yaliyo bora, kwa sababu walifungwa na Mazembe goli 1-0 katika uwanja wa Mkapa. Walisare bila kufungana na Mamelodi Sundowns, walifungwa na USM Alger 2-1. Lakini hata ile game ya Mwanza dhidi ya El Merreikh naona Yanga pia walisare ile game miaka katikati ya miaka 2000 pale. Kwa hiyo kusema kuingia free, kuwaita mashabiki wa wengi na kuchagiza, mashabiki wengi wa soka Tanzania wanakwenda kutazama mpira, sio kwenda ushangiliaji. Kwa wenzetu kule tunaona uwanja, mfano nchi za Kiarabu, uwanja upo full na una feel ile vibe watu wanavyokuwa full. Mechi ambayo inashangiliwa mara nyingi sana na mashabiki wengi ni mechi ya Simba na Yanga wanapokutana, kwa sababu Simba kucheza vizuri, mashabiki wa Simba watashangilia, Yanga kucheza vizuri, mashabiki wa Yanga watashangilia. Kwa hiyo muda wote wa mchezo ambiance inakuwa juu. Mimi ningekuwa sehemu ya ushauri wa Yanga, nisingeshauri hili ambalo najua thamani ya mshabiki ni pale ambapo anaipambania timu yake. Kwenda uwanjani yeye mwenyewe kwenda kuangalia, hilo moja. Na Yanga watengenezee mashabiki wao sababu za kwenda uwanjani, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu wakati mwingine, kwa mfano kwa wenzetu kule, hata mechi gani unaona uwanja upo full house. Huku kwetu tunategemea matukio na moment ambayo timu ipo. Kama ipo katika moment nzuri, unaona mashabiki wanasogea, ikifanya vibaya mashabiki wanakacha. Wawe na utamaduni wa kuwatengenezea mashabiki wao sababu ya kwenda uwanjani, regardless mechi hiyo ndogo, mechi hiyo kubwa, ama timu ifanye vizuri. Hii itasaidia kwa asilimia kubwa sana kujenga mashabiki wa kweli. Mshabiki wa kweli katika hali yoyote anakwenda kuisupport timu yake. Wanasema kuna nyanja nyingi ambao mashabiki hawa wanasupport, kwa mfano kusafiri na timu umbali mrefu, kwa mfano wanapokwenda Malawi, wanapokwenda sijui Rwanda, wapi, Kongo, mashabiki wanasafiri. Angalia nature ya mashabiki wanaosafiri. Unajua tunabidi tuwe wa kweli. Nature ya mashabiki wanaosafiri kwenda Kongo, kwenda wapi, ni mashabiki wale ambao wanawezeshwa wao kusafiri. Labda muda wao kusafiri kutoka hapo kwenda, kwa asilimia kubwa sana wanawezeshwa na hivi vilabu ili waende. Labda my influencer, labda ile time taken kutoka hapa kwenda Rwanda au kwingineko, lakini sio mwenyewe as individual, timu imesafiri na yeye tu asafiri. Wachache sana waliofanya hivyo. Kwa hiyo ukisema kama mbona wanajitoliaga hivyo, lakini wanasema waliweka ile tofali la ubingwa, ni njia ya kuchangia.
Of course hizo njia zote za kupata mapato, lakini tunapozungumzia mpira wa miguu, hebu machie shabiki mwenyewe awe na sababu ya kwenda uwanjani. Tengeneza timu bora, tengeneza na matokeo yaliyo bora. Cheza kandanda safi. Shabiki anaenda tu uwanjani mwenyewe, lakini kama ukiona mazongizongi, ndio maana mashabiki na Yanga wanafanya hivi, kwa sababu wanajua kabisa mashabiki wao ni mashabiki wazito kwenda kuisupport timu uwanjani. Ni matukio machache sana ambayo yanajaza uwanja wa Benjamin Mkapa Yanga wakiwa pale. Kwa mfano mimi nishashuhudia ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo robo finali, mchezo mkubwa Yanga kucheza kupita michezo yote, lakini uwanja hujajaa, tena ulikuwa free. Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns. Yanga anacheza na Al Ahly, washabiki hawaendi uwanjani. What do you expect? Kwa hiyo of course hii ni tabia ambazo zinazoeleshwa, lakini ukiwa na tabia kwamba watu pambaneni klabu yenu, wawekeni mazingira watu waone kwa nini wanakata tiketi na kwenda uwanjani, hii itakuwa jambo bora sana la kunini, kwa sababu duniani kote tunaona watu wanapambana kutafuta tiketi za msimu, kugombania tiketi. Klabu tufikie huko kuliko Freeport ingieni bure, ingieni bure. Hapana, hii ndio maana inasoswa hata hii kulipia wanachama kadi. Zamani ilikuwa ukitaka kufanya uchaguzi unawalipia wanachama kadi ili wakupigie kura. Ile nayo limechelewesha, lakini sasa hivi ishagundua, naona kidogo watu wanaanza kusogea kulipia kadi. Kuwe na tendency ya mpira ni gharama, na gharama mpira kulipiwa. Ndio hivyo. Tukiachana na hayo ya nje ya uwanja, katika pitch sasa Young Africans tayari wameshapoteza mchezo kule kwa bao moja. Wanarejea nyumbani katika uwanja ambao tunasema Benjamin Mkapa hatoki mtu. Unaenda kuwa ni mchezo namna gani? Ukiangalia Silva tayari wana faida la goli la kule nyumbani kwao. Ni mchezo mgumu kwa sababu Silva striker nao pia wana uwezo, sio timu ambayo imetokea tu hivyo. Na mchezo wa kwanza walikuwa nyumbani, walicheza vizuri na wakapata matokeo yale ya ushindi wa goli 1-0. Kwa Young Africa hawakucheza vibaya vile watu wanavyosema, ila wachezaji tu hawakuwa na determination uwanjani, hawakujitoa uwanjani, hawakupambana uwanjani. Kila mtu alikuwa anacheza kwa kiasi chake, matokeo yakapata yale. Kama Yanga wanabadilisha ile turnover ya kutoka kule walivyocheza vile, wakicheza kwa kujipambana na kuipambania timu, wana uwezo wa kubadilisha matokeo na kupata matokeo bora na kuingia hatua ya makundi, kwa sababu Yanga kwa kila idara, kuanzia goalkeeping, mabeki, viungo pamoja na washambuliaji, kila eneo unaona limetimia. Wana watu wazuri sana, tena sio mmoja, ukiangalia maeneo mengine watu watatu, wengine watu wawili kwa kila eneo. Kwa hiyo naona ubora wa Young Africa kama watacheza katika ubora wao, angalau robo tatu ya ubora wao, wana nafasi kubwa ya kusogea mbele kuenda katika hatua ya makundi. Lakini kinyume cha hapo wanaweza kuwapa nafasi Silva, kwa sababu hii mechi ni mechi ya tension, kwa sababu baada ya kufungwa ile mechi ya kwanza naona hali haikuwa bora kwa Young Africa, kelele zilikuwa nyingi sana azifu kwamba hawastahili kufungwa. Lakini mchezo wa mpira wa miguu mara nyingi sana una matokeo hayo, kwamba wakati mwingine unacheza vizuri lakini matokeo yanakuwa sio upande wako, wakati mwingine unacheza hovyo na matokeo yanakuja upande wako. Ndivyo mpira wa miguu unavyokuwa. Kwa hiyo Young Africa wameona kwamba wao ni watu wa kushinda tu siku zote. Hapana, mpira huu hivyo. Na ni wakati mwingine umthamini na uheshimu mpinzani wako, kwamba haiji bure, kwa sababu mchezo ule wa kule Malawi, na wakati mwingine hata dakika moja tumia kuyasifia wapinzani walicheza vizuri, plani yao walifanyia kazi na wakapata kile walichokihitaji. Lakini bado nafasi ipo Young Africa kucheza vizuri katika huo mchezo na kupata matokeo yale bora na kuingia katika hatua robo finali makundi. Lakini haitakuwa rahisi kama watakuwa wanazembea. Wakati huo wewe unapambana kutafuta ushindi, mwenzako anapambana kulinda alichokuwa nacho. Kwa hiyo ugumu unakuwa hapo, lakini bado natumai kwamba Yanga watakwenda katika hatua ya makundi baada ya mchezo huu dhidi ya Silva kutoka kule Malawi. Nje kwa mashabiki kumekuwa na pressure kubwa sana. Kuna baadhi ya watu wanaona kana kwamba Young Africans safari yao imeishia kule. Msimu uliopita Young Africans walishia katika hatua hii ya makundi, hakuweza kufika katika hatua ya robo finali. Safari hii katika hatua ya kufuzu katika hatua makundi tayari wameshapoteza mchezo uliopita, tofauti na Simba ambao wao wenyewe wanasema kimataifa wamekukamatia kule, wanafanya vizuri, wamekuwa bora. Unaiona pressure hiyo ikipenya zaidi kwa Yanga? Yanga pressure wanajitengeneza wao wenyewe. Kiukweli kabisa pressure wanajitengeneza wao wenyewe. Unajua hata sakata la msimu huu kucheza vibaya, naona pressure ya kwao wenyewe, mpaka hatua ya kumfukuza kocha ni pressure zao wao wenyewe. Wanajitengenezea pressure. Kwa mfano kama wangekwenda Malawi kwa kumheshimu mpinzani na kumpa nafasi mpinzani, kwa matokeo yale wangeyapokea na kuona jinsi gani tunaweza kuoverturn ile matokeo na kupata matokeo yale bora na kuingia katika hatua ya makundi. Lakini wamekwenda kule, wanajua kabisa tunaenda kudominate mpira na kwenda kupata matokeo ya ushindi, tunarudi nyumbani tunashinda, business as usual. Lakini mpira wa miguu haupo hivyo.
pressure walitengenezea wenyewe, na pressure hiyo wametengeneza wenyewe kabisa. Kama wangethamini, wangejua thamani ya mpira, nadhani hivyo. Lakini Africans waliingia kwa kuwadharau Silver. Yes, of course. Hili ndio maana hata mfini Yanga angefungwa na Mamelodi Sundowns goli 1-0, ama angefungwa na Ahly, wangefungwa na Wydad, Raja Casablanca, so wangejipongeza kama tumekwenda ugenini, tumepambana goli moja, tunakuja hapa tunapindua matokeo. Lakini baada ya kufungwa na Silver, kila mtu alilalamika kuhusiana na hivyo, kwa sababu of course katika makaratasi Yanga alikuwa favorite katika ule mchezo na Silver alikuwa second team, na hata mchezo ulivyoanza Yanga alikuwa favorite, na hata uwanjani Yanga alikuwa first team, Silver alikuwa second team. Kwa hiyo ndio maana ikawa hivyo. Lakini ukirejea katika matokeo ya mchezo wa mpira miguu, yote ana nafasi ya kushinda kutokana na plani ya mwalimu na imefanya kazi kwa kiasi gani.